Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba. Tunamshukuru Mungu, leo ni siku ya Jumatatu, tunajiweka wakfu kwa Bwana. Na kila nilipokuwa nikimuuliza Mungu kwa habari ya ratiba ya leo, Mungu alikuwa akinionyesha katika ulimwengu wa roho Balak na Balaam katika Biblia. Na Bwana akawa ananisemesha ya kwamba hii ndio ibada ya kujiweka wakfu siku ya leo, Balak na Balaam. Nikawa namuuliza Mungu tafsiri yake, akaniambia hii ni wiki ambayo kila lililo baya linageuzwa kuwa jema kwako, na kila lililopangwa kwa ubaya litageuzwa litakuwa baraka. Na Bwana alipokuwa akinisemesha maneno hayo, nilikuwa ninamwangalia mtu mmoja, halafu naangalia vile ambavyo adui anamuangalia yule mtu. Ninaangalia mishale ya adui, halafu Bwana ananiambia hiyo mishale itageuka kuwa baraka. Halafu naangalia uharibifu uliokaa mkononi mwa adui, halafu ananiambia Bwana kwamba huo uharibifu utakuwa si kitu. Sasa ikabidi Mungu anipeleke nimwangalie Balaam na Balak. Kwa wale ambao hawajasoma, naomba nikutafsirie kwa dakika chache. Balak alimkodi Balaam ili ailani Israel, na kila walipotoa sadaka za uharibifu kwa ajili ya kuilani Israel, Balaam badala ya kuilani Israel alikuwa akitumia sadaka ile kuibariki Israel. Balak alikuwa akichukia sana na kumwambia, nimekukodi uje uilani Israel. Kwa nini kila tukiweka sadaka, badala ya sadaka hii kuwalaani Israel, unawabariki? Kwa nini unafanya hivyo? Akawa amechukia kwa sababu mara ya kwanza ikatokea hivyo, ameweka sadaka, badala ya kuwalaani akawabariki. Mara ya pili ikatokea hivyo hivyo, na mara ya tatu ikatokea hivyo. Balaki akachukia sana, kwa maana amemtoa Balaam kwa gharama kubwa ili aje amlaani Israel, lakini anambariki. Ni kama vile ambavyo mtu adui yako ataondoka, ataenda kwa gharama kubwa kwenda kwa mganga wa kienyeji, atakapolitaja jina lako kwenye viringe vya kichawi, ila anataka kukulaani, anajikuta anakubariki. Mganga wa kienyeji akitaka kulaani, anajikuta anabariki. Hiyo ni hasira kwa yule aliyeingia gharama, kwa sababu Balak aliingia gharama kubwa kwa ajili ya kutoa sadaka za kuwalaani Israel, halafu anajikuta yule aliyemkodi ili aje alaani anabariki kupitia sadaka zile, anabariki. Hiyo kitu limsumbua sana. Lakini kitabu cha Hesabu kisoma, utaona vile ambavyo Balak anaelezwa na Balaam nini kinaendelea. Kuna mambo pale ameelezwa ya nini kinachoendelea. Ameelezwa pale ya kwamba unajua hawa watu ambao tunataka sisi kuwalaani, kuna kitu tunataka ukielewe. Akasema hivi kwenye kile kitabu cha Hesabu sura 24 mstari wa 9, anasema hivi, na abarikiwe kila akubarikie, na alaaniwe kila akulaanie. Akasema hawa watu wana agano. Kila mtu atakaye mbariki Israel anabarikiwa, na anayelaani Israel analaaniwa. Na hiyo ndio sababu ambayo unakuta watu tunaiombea Israel, kwa sababu zipo baraka zetu pale, kwamba atakaye laani analaaniwa. Lakini sisi ni uzao wa Ibrahimu kupitia mauti ya Kristo Yesu. Ukisoma kitabu cha Wagalatia utaona Yesu anakufa msalabani, anasema ili tuunganishwe na baraka za Ibrahimu. Na kauli hii inatuhusu sisi pia kupitia kazi ya msalaba, kwamba atalaaniwa anayetulaani na atabarikiwa anayetubariki. Maana yake hiyo ndivyo ilivyo. Tukisoma ule mstari wa 10 anasema, hasira ya Balaki ikawaka juu ya Balaam, akayapiga makofi. Balaki akamwambia Balaam, nilikuita ili unilaanie adui zangu, na tazama umewabariki kabisa mara 3 hizi. Analaumu ya kwamba mimi nilikuita, nimekuita kutoka mbali uje uwalaani hawa watu. Nimekulipa, haujaja bure. Lakini pia nimeingia gharama kwa ajili ya kukuleta we huku. Inakuwaje hawa watu badala ya kuwalaani wewe unawabariki?
Lakini Balaam anazidi kujitetea. Anasema hivi, ukisoma kile kitabu cha Hesabu sura 23 mstari wa 23, anasema hivi, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa anaeleza ni kwa namna gani ni ngumu kuwalaani hawa Israeli. Ni ngumu sana, kwa sababu hawa watu hakuna uganga unapita kwao, wala hakuna uchawi unapenya kwao. Anakuambia hakuna uganga katika Israeli, hakuna uchawi katika Yakobo. Hawa watu nafanyaje? Uchawi kwa Yakobo haupiti. Kumbuka, sisi nasi tu katika agano hili, uchawi haupiti, uganga haupiti. Mungu akaniambia, waambie watu wangu wajiweke wakfu nipate kuwabariki. Alafu akasema hivi, nina baraka zitakazoachiliwa kwao wiki hii ni kama baraka za Balaam kwa Balak. Maana yake ni nini? Anaponionyesha Balaki na Balaam akileta ulinganifu wa kujiweka wakfu, maana yake nini? Yote yaliyo mabaya, wote waliobeba mabaya kutatamkwa baraka. Angalia wiki hii, angalia, kuna watu ambao ni adui zako, wengine watakuja kujisalimisha. Kuna watu ambao walikuwa wanakaa mbali na wewe, watatafuta kukusogelea. Maana yake nini? Kwa sababu kuna neema inaachiliwa katikati yako, kwa sababu Mungu anapoenda kuruhusu tujiweke wakfu, alafu anasema ya kwamba nitaenda kuachilia baraka kwa watu wangu. Lakini moja ya complementary ambayo inaachiliwa wiki hii katika kujiweka wakfu ni kwamba yale mabaya yatageuka kuwa mema. Ninaona yale mambo mabaya ambayo yalinenewa kwenye vilinge vya kichawi kinyume na wewe, yale aliyokuwa akikufuatilia, automatically wiki hii yanaenda kuharibika. Mipango yote iliyonenewa kwenye vilinge vya kichawi, maagano yaliyonenewa kinyume na wewe, kutokana na neema iliyopo katika wiki hii, yale mabaya yanageuka kuwa baraka. Hakutakuwa na uchawi utakaoenda tena kukaa kwenye maisha yako, kwa maana ni neema hii imeachiliwa ndani ya wiki hii. Tunapoenda kujiweka wakfu kwa Bwana, huwa tunajiweka wakfu ili tuweze kubeba baraka za wiki nzima ambazo Mungu ametuamria, kwa sababu mambo yote yameamriwa katika ulimwengu wa roho, na Mungu huwa anaziandaa baraka kwa ajili ya watu wake. Akawaambia wana wa Israeli, akawaambia, ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 32 mstari ule wa 29, anasema Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu na juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Hiyo ni lugha ya kwamba baraka za Bwana zimeamriwa, baraka za Bwana zimeratibishwa. Ndani ya wiki hii zipo baraka za Bwana zilizoamriwa na kuratibishwa. Maana yake nini? Tutazipokea hizo baraka kwa kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, tuweze kuzipokea hizo baraka. Na moja ya complementary nzuri Mungu ameiongea kwa habari ya wiki hii, very unique, ni kwamba Bwana anazigeuza hasira za adui ziwe baraka kwetu. Bwana anageuza mawe ya uharibifu yawe baraka kwetu. Bwana anageuza mishale ya adui iwe baraka kwetu. Kwa maana gani? Utaona mambo mazuri ndani ya wiki, kwa sababu kila atakayedhamiria mabaya, yale mabaya atageuka kuwa mema. Kila atakayedhamiria uharibifu, ule uharibifu utageuka kuwa wema. Kwa maana Bwana anatubariki kwa baraka hizo, nami ninazipokea, nami naziachilia kwako katika jina la Yesu. Nawe zipokee kwa jina la Yesu. Tunapoenda kujiweka wakfu, uelewe ipo package yetu nzuri ya wiki hii ambayo Bwana ameiachilia kwetu. Lakini tunajua kama vile ambavyo Mungu anaziratibisha baraka zake, shetani pia naye anaratibisha uharibifu wake. Lakini tunapojiweka wakfu kwa Bwana, uharibifu wa shetani unaharibika, mipango ya shetani inaharibika, hila za shetani zinaharibika. Tunajua shetani ameandaa uharibifu mkubwa, ameandaa ajali, ameandaa mauti, ameandaa magonjwa, ndio alivyo navyo yeye, ndio alivyo navyo. Uharibifu wote uko kwa adui, lakini adui hajapoandaa uharibifu, ule uharibifu hautatuona. Ule uharibifu utakutana na agano la watu kujiweka wakfu kwa Mungu wao. Tumejiweka wakfu kwa Mungu wetu. Uharibifu wote utakapotaka kusogea, utahukumiwa kwenye agano la kujiweka wakfu. Uharibifu wote utakapotaka kusogelea, utahukumiwa
kwenye agano. Kumbuka, katika ulimwengu wa roho zipo mahakama, na ndio maana Mungu anaeleza katika maandiko ya kwamba ametupa chini yule mshtaki wetu Ibilisi, anayetushitaki mbele za kiti cha enzi mchana na usiku. Katika ulimwengu wa roho zipo mahakama ambazo zikija zinatoa hukumu, lakini sisi hatutahukumiwa, lakini adui atahukumiwa. Endapo amebeba uharibifu wao wote, atahukumiwa na hali yetu ya kujiweka wakfu. Kujiweka wakfu ni kitu katika ulimwengu wa roho kikubwa sana, kisichoonekana kwa macho ya damu na nyama. Utakapotembea kumwangalia mtu kwa macho ya damu na nyama, unaweza kadhani ni binadamu wa kawaida kabisa, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mionekano ya watu waliojiweka wakfu kwa Mungu wao. Hiyo mionekano inaitwa wakfu, na ndio maana unakuta ni mkate ule ule katika muonekano ule ule. Mara ya kwanza shetani hauogopi. Tutakapougeuza ule mkate kuwa mwili wa Kristo, katika muonekano wa kawaida ni mkate unaonekana ule ule, lakini shetani akiuangalia haoni tena mkate, anaona mwili wa Kristo. Unashangaa mapepo yanaanza kupiga kelele, hataki hata watu washiriki meza ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuwekwa wakfu ule mkate ulikuwa mkate, mara baada ya kuweka wakfu na kuwa mwili wa Kristo. Hata hivyo ni ile tunda la mzabibu linaonekana ni tunda la mzabibu, ukiliangalia kwa macho ya damu na nyama ni lile lile. Mara baada ya kuigeuza damu ya Yesu, linaonekana ni tunda la mzabibu kwa macho ya damu na nyama. Katika ulimwengu wa roho ni damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu. Mapepo yanaanza kupiga kelele. Vivyo hivyo hata wewe, mara baada ya kujiweka wakfu, kwa macho ya damu na nyama unaonekana ni wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho wewe si wa kawaida. Unapojiweka wakfu kwa Bwana, wewe si wa kawaida. Ni kama vile ile meza ya Bwana ilivyogeuzwa, na ndio maana tunapokuwa tunashiriki meza ya Bwana huwa sisi watumishi huwa tunapita, lazima tupite kwenye stage muhimu sana, inaitwa mageuzi. Tunageuza ule mwili kuwa ule mkate kuwa mwili wa Kristo, na ile tunda la mzabibu kwa damu ya Yesu. Hata tunapojiweka wakfu sasa, tunageuzwa kutoka kwenye watu wa kawaida kuwa watu wa Mungu, tulioandaliwa na Bwana, tuliotengwa na Bwana, tulindwe na Bwana, tubarikiwe na Bwana, tuinuliwe na Bwana. Kwa tunapojiweka wakfu kwa Mungu wetu, automatically katika ulimwengu wa roho tunakuwa viumbe vingine. Adui akituangalia anatuona, anamuona Kristo Yesu. Tukiangaliwa na adui inaonekana kazi ya msalaba. Adui akitaka kutuangalia anaiona damu ya Yesu, akitaka kutuangalia anamuona Mungu mwenyewe. Anapata shida sana, na ndio maana usikubali adui akudanganye ukaacha kujiweka wakfu kwa Bwana. Nyakati nyingine Mungu atakwambia ongeza sadaka yako ya kujiweka wakfu kwa Mungu wako. Usije ukaikataa hiyo sauti ukasema hapana, mimi natoaga hiyo kwa mazoea. Pambana, hakikisha ya kwamba unaitii sauti ya ndani inayokuambia fanya hivyo. Huwezi jua Mungu anataka kukufanya nini, huwezi jua Mungu anataka kutengeneza agano gani na wewe. Maana ishu ya kuambiwa na Mungu ongeza sadaka ama tengeneza sadaka ilikuwa ni kitu cha kawaida. Mungu anamwambia Ibrahimu, niandalie sadaka. Anataka sadaka ambayo itaachilia harufu yenye manukato, kwa sababu kuna nyakati Mungu anataka kusema. Ukiangalia kipindi cha Nuhu, maandiko yanasema Nuhu aliandaa sadaka iliyo bora, akasema ikasikika harufu njema yenye manukato ya sadaka. Akaanza Mungu kusema kuna nyakati kuna sadaka, level ya sadaka ambayo inamsababisha Mungu aseme. Kwa kuna nyakati unakuta Mungu anapokusemesha ndani ya moyo kwa habari ya kuweka sadaka, na kwa unasikia ndani huko kama unaongeleshwa uweke sadaka bora, sadaka fulani. Ukiona hivyo ujue ni Roho Bwana anakusemesha. Kuna nyakati kuna sadaka ambayo Mungu anaitaka ili ifike viwango vya kumtaka yeye aseme juu ya maisha yako. Kwa tunapoenda kuiachilia sadaka yetu kujiweka wakfu, na tunapojiweka wakfu, hiyo ndio package ya wiki hii. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu liye hai, tazama unavyotuwazia aliyo mema, kutupa tumaini siku zote za maisha yetu. Mungu liye hai, tunakushukuru kwa neema hiyo unayotuwazia aliyo mema kila siku inapoitwa leo. Mungu liye hai, asante kwa mafuta ulioyaachilia na ujumbe na namna ambavyo Mungu nasema nasi kila siku. Bwana, umesema unaenda kuachilia ushindi wa kimtazamo kama vile Balaki na Balaam
kwa ajili ya Israeli, vile walivyokuwa kinyume na Israeli, na wewe Mungu ulivyosimama na Israeli. Mungu uliye hai, na kushukuru tunapoenda kujiweka wakfu. Umesema ya kwamba yale mabaya yatageuka kuwa mema. Ninaona mtu mmoja aliyekuwa akitembea kwenye hofu ikimwachia, kwa maana yale mabaya yamekuwa mema. Ninaona mtu mmoja aliyekuwa katika magonjwa anapokea uponyaji, kwa maana yale mabaya yanageuka kuwa mema. Ninaona amani ikiingia, ninaona furaha ikiingia ndani ya wiki. Mungu uliye hai, asante kwa mafuta yako mabichi, nasi tunajiweka wakfu kwenye nguvu zako, kwenye uwepo wako. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tukatengwe, tukajulikane ni wa kwako. Mungu uliye hai, sisi na watoto wetu na nyumba zetu, sisi na familia zetu na wenza wetu, sisi na mali zetu na vyote vinavyotuzunguka, tutengwe Bwana, tuonekane ni wa kwako katika kujiweka wakfu. Tunakushukuru Mungu uliye hai. Tunaomba endelea kusema nasi kila siku inapoitwa leo, kwa ufunuo na kwa maono. Endelea kutusemesha Bwana, usikae kimya. Tupo tayari kusikia, nami mtumishi wako nipo tayari kusikia na kuona unavyonionyesha na kunisikilizisha, nami nitavisema kwa watu wako kwa uaminifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Maombi haya sasa tumeshajiweka wakfu kwa Mungu wetu. Sasa tunakamilisha kwa kushika sadaka yako iliyo njema kwa Bwana. Utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.